Nadhani hivi sasa tayari umeshajua kosa ambalo anakabiliwa nalo mwanadada mfanyabiashara Nifa ni kosa la uhaini. Nifa alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Lakini pia Nifa akakabiliwa na kosa ya kula njama ya kuharibu miundombinu ya Tanzania. Hivyo hayo ni makosa ambayo yanamkabili Nifa. Sasa kwa sheria za Tanzania zinasemaje, ama sheria za kosa la uhaini zinasemaje? Sheria zinasema hivi: hukumu inategemea uzito wa kosa na sheria ya nchi husika. Kwa mfano nchini Tanzania, sheria ya jinai Cap 16, kosa la uhaini ni kosa la jinai la juu zaidi. Hukumu yake ni kifo. Kwa kosa kubwa la uhaini unaohusisha vita au jaribio la kuondoa serikali madarakani, huwa hukumu yake ni kifo. Lakini pia hukumu namba 2 ni kufungwa maisha au kifungo cha muda mrefu sana. Kifungu cha 41 ibara ya kwanza cha sheria ya jinai ya Tanzania kinasema kila mtu anayefanya uhaini anaadhibiwa kifo au kifungo cha maisha, isipokuwa mahakama itaamua kutoa adhabu nyepesi zaidi kulingana na hali halisi. Sababu za mahakama kutoa hukumu hiyo ni kwamba: namba 1, uhalifu wa kosa kuthibitishwa na ushahidi wa kutosha. Namba 2, madhara ya kitendo cha uhaini. Kwa mfano, ikiwa kilikuwa na madhara makubwa kwa taifa, basi inabidi adhibiwe. Na cha 3, msingi wa masharti ya kisheria. Kama ni jaribio la kupindua serikali au kushirikiana na taifa la kigeni, basi adhabu yake inaweza ikawa hiyo: kifungo cha maisha jela ama kifo. Hizo ndio adhabu ambazo zinaweza zikamkuta Nifa ikiwa atakutwa na hatia. Maoni yako ni yapi mtazamaji? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.